Kuzimwa kwa mtandao nchini Irani kumefikia siku ya 64 ikiwa ni jumla ya zaidi ya saa 1488 za usumbufu. NetBlocks imesema siku ya Ijumaa, ikionya kuwa vizuizi hivyo vya muda mrefu vinahujumu mawasiliano na ulimwengu wa nje. Hatua hiyo inazuia familia nyingi zilizo nje ya nchi kuwajulia hali na usalama ndugu zao, huku upatikanaji wa mtandao ukiendelea kudhibitiwa vikali. Hatua hiyo ya muda mrefu ya udhibiti inajenga kizuizi kwa marafiki na familia zilizo nje ya nchi kuangalia usalama na hali ya wapendwa wao. Tumefuatilia kwa undani kuhusiana na kufahamu kwa kina NetBlocks. NetBlocks ni shirika la kimataifa lisilo la serikali, yani NGO, lenye makao makuu yake mjini London nchini Uingereza. Kazi yao kubwa ni kusimamia ulinzi wa kimtandao, yani ulinzi wa kidijitali, watchdog, unaofuatilia usalama wa mtandao na utawala wa internet duniani kote. Wanatumia zana za kiteknolojia kupima na kuripoti wakati mtandao unapozimwa, unapopungua kasi au unapodhibitiwa na serikali kama nchi yoyote. Sasa kwa nini wanatajwa sana kuhusiana na Irani? Irani imekuwa ikitumia mbinu za kuzima mtandao mara kwa mara kudhibiti maandamano au mawasiliano. NetBlocks imekuwa chanzo kikuu cha takwimu zinazoaminika kimataifa zinazoonyesha ni kwa kiasi gani na kwa muda gani mtandao umezimwa nchini humo. Ni shirika huru ambalo halifungamani na upande wowote wa kisiasa, likijikita zaidi kwenye haki za kibinadamu na uhuru wa kupata habari kidijitali. Kwa ufupi, NetBlocks ni waangalizi wa nje wanaotumia teknolojia kuona kile kinachoendelea ndani ya Irani na nchi nyingine pale uhuru wa mtandao unapovunjwa. Hii ni taarifa ambayo imekuwa viral na nimechukua muda mrefu sana kuiapprove na kukuletea hapa mtazamaji, na kwa upande wao ni taarifa ya kweli. Na kuhusu kuzimwa kwa mtandao nchini Irani, hilo linafahamika, na taarifa ambayo pia imeripotiwa siku ya jana ni mwanaume mmoja alikuwa anashikiliwa na askari walinzi wa mapinduzi ya Waislamu wa Irani, IRGC, ambaye alikuwa anashikiliwa baada ya kukamatwa akiwa anahusishwa kutumia internet kupitia Starlink. Starlink ni satellite ya mfanyabiashara mkubwa duniani Elon Musk, ambaye sasa huyu mwanamume alikamatwa akiwa anaelekea hospitali kumuona kaka yake ambaye alikuwa anauguza mguu wake baada ya kulengwa na bunduki katika maandamano ambayo yalifanyika. Vile vile tunafahamu kumekuwepo na maandamano ya muda sasa tangu hata kabla ya uvamizi ama uchokozi wa Marekani na Israeli. Sasa mwanaume yule amekutwa amekufa, na taarifa za kiintelijensia ambazo zimeripoti kwenye chombo cha habari cha Iran International kimeeleza kwamba mwanaume yule alifariki, na takriban siku 10 ndugu zake wakapewa taarifa na jeshi kwamba nendeni sehemu fulani mkachukue mwili wenu, wakawa wameenda kuchukua na kuuzika. Kwa hiyo hii ni taarifa ambayo pia inakuja kueleza tu huo uhalisia, wakati Iran inapongezwa mbinu nyingi za kijeshi na mikakati yake ambayo imekuwa inaitumia, ikiwemo kufunga mlango bahari wa Hormuz. Lakini pia hili ni swala ambalo pia linaangaliwa katika muktadha wa kimataifa. Tunafahamu mataifa mbalimbali, hata wakati wa uchaguzi, migogoro inapotokea, serikali huwa zinakimbilia kuzima mtandao. Jana hii ripoti imeripotiwa kwa maana siku 63. Leo hii tunazungumza ni siku ya 64 mtandao ukiwa umezimwa nchini Irani. Ni wana access katika baadhi ya maeneo na vyombo muhimu vya ulinzi, idara na taasisi za serikali, mabenki, vyombo vya habari ambao vinatumia mbinu nyingine kuweza kupata mtandao, ikiwemo hizo satellite. Lakini kwa wananchi wa kawaida tu kabisa mtaani ni ngumu sana. Hii ni taarifa ambayo tumeona na wewe uweze kuifahamu zaidi kwa kina.